Habari mpya ambazo zimetoka na ripoti ambazo zinasema kwamba mkurugenzi wa FBI ndugu Kash Patel amemwondoa kazi mfanyakazi aliyekuwa anaendelea na mafunzo ya ujasusi, yaani agent trainee, kutokana na kuweka bendera ya fahari ya jamii ya LGBT, yaani wale ambao wanakubaliana na swala zima la mapenzi ya jinsia moja. Ripoti zinadai kuwa tukio hili lilitokea wakati wafanyakazi huyo akiwa ameteuliwa kujiunga na ofisi ya FBI katika California alipokuwa bado katika kipindi chake cha mafunzo ya kazi. Barua ya kusitisha ajira iliyosainiwa na Patel ilisema kwamba maonesho ya bendera hiyo yalikuwa ni sinafaa na kwamba yalimaanisha ujumbe wa kisiasa usiofaa katika eneo la kazi. Barua hiyo pia ilitaja kuwa kwa kuwa mfanyakazi huyo alikuwa bado katika kipindi cha majaribio, yaani probationary status, uamuzi wa kazi ya kusitisha ulitokana na maamuzi mabaya kutokana na onyesho hilo ambalo lilikuwa limebezi sana kwenye upande wa kisiasa. Tarehe ya barua ilikuwa imetoka tarehe 1 Oktoba, siku ambayo serikali ya Marekani ilikuwa imeingia katika hali ya kufungwa kwa baadhi ya shughuli, yaani government shutdown. Ripoti zingine zinaonyesha kwamba mfanyakazi huyo alikuwa amepokea tuzo ya Attorney General Award mwaka 2022 kabla hata ya tukio hili kuweza kutokea. Tukio hili limeibua mjadiliano mkali kuhusu uhuru wa kujieleza, haki za wafanyakazi na usawa mahali pa kazi, hasa kwa wale ambao walio kwenye jamii ya LGBTQ, yaani wanachekelea ama wanafurahia swala zima la mapenzi ya jinsia moja. Watu wengi wanahoji kama uamuzi huu ni mfano wa kuchezesha ushawishi wa kisiasa ndani ya taasisi za ulinzi na usalama. Pia kuna wasiwasi mkubwa kwamba hatua kama hizi inaweza kuwapa wengine hofu ya kuonesha utambulisho wao wa kijamii, yaani social identity, kwa hofu ya kuzuiwa au kufukuzwa. Hali hii pia inaendelea na msisitizo wa sasa wa serikali mpya kuondoa baadhi ya mipango inayohusiana na utofauti, usawa na ujumuisho, yaani diversity, equity and inclusion katika idara za serikali. Kwa muktasari, tukio hili linaonyesha mgongano unaoendelea katika sera za ndani katika taasisi za serikali, haki za kibinafsi na mitazamo ya kisiasa. Ikiwa taarifa hizi ni sahihi, basi hatua ya kuondoa kazi mfanyakazi kwa sababu ya kuweka bendera ya fahari inaibua maswali makubwa. Je, ni haki gani ya kuonesha utambulisho wa kijamii mahali pa kazi? Je, ni lini onesho la kisiasa huwa lisilokubalika? Hayo yanabaki kwa maswali ambayo pia yanakosa majibu, lakini ripoti za mwanzoni ni kwamba wameshamsimamisha kazi yule mtu ambaye ameonesha imani kwenye upande wa LGBTQ.